Mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Paul Makonda ametangaza Machi 24, 2025 kuwa Jumatano ya wiki hii Machi 26, 2025 mkoa huo utafanya usahili wa kupata vijana 1000 watakaojiunga na ufadhili wa masomo ya kozi na programu mbalimbali nchini India. Mheshimiwa Makonda amebainisha kuwa fursa hizo za masomo zitahusisha programu na fani zaidi ya 220 zikitolewa kwa wananchi wa Arusha pekee na kusimamiwa na serikali ya India kupitia kwa balozi wake Mheshimiwa Bishawadip Day anayewakilisha India nchini Tanzania. Mahusiano ya India na mkoa wa Arusha yameendelea kuimarishwa na kukuzwa kupitia fursa mbalimbali za kiuchumi, kijamii na kielimu, ambapo India pia kwa kushirikiana na serikali ya mkoa wa Arusha mwezi Mei mwaka huu inaandaa kongamano kubwa la utoaji wa elimu kwa vijana wa Arusha kuhusu akili mnemba, wawezeshaji wakiwa ni maprofesa kutoka nchini Marekani na India. Arusha pia inashirikiana na serikali ya India katika kutimiza dhamira Rais Samia ya kukuza utalii na kuvutia raia wa kigeni kutembelea Arusha, ambapo serikali ya India imetoa ufadhili wa kozi ya upishi kwa wajasiriamali 50 watakaoenda nchini India kujifunza mapishi ya vyakula vya India pamoja na tamaduni zao mbalimbali ili kuja kuwahudumia raia wa taifa hilo wanaokuja kutalii nchini Tanzania. Hii ni News Update Media. Siku ya Jumatano, vijana anayetaka kusoma masomo zaidi ya program 220 nimepewa nafasi na balozi wa India, full scholarship, full sponsored, watu 1000 kwenda India. Eza wanataka kusoma degree ya kwanza, degree ya pili, wanataka kufanya PhD. Kwa siku ya Jumatano tutakuwepo ofisini pale, tunafanya usahili wa wananchi wa mkoa wa Arusha. Mtadiwe lazi wageni. Wananchi wa mkoa wa Arusha ambao wanataka kujiendeleza kimasomo, umeona fursa ya engineering ya kompyuta, unataka kusoma mambo ya udaktari, chochote unataka kusomea kupitia ufadhili wa serikali ya India, njoo na vielelezo vyako, tutafanya usahili, tutapeleka kwenye ubalozi. Vijana 1000 wamepata full scholarship kupitia ubalozi wa India. Kwa hiyo nyepesi, kama unahangaika na ajira na unaona muda wa ajira unakuchelewesha, njoo ongeza elimu. Na kama unaona ukiongeza elimu unachelewa kupata kazi, nenda VETA. Tulikuwa na wiki ya haki na tulipata wanasheria bingwa kutoka kwenye taasisi au ofisi ijulikanayo kama Samia Legal Aid. Wanasheria walikuwa zaidi ya 200 na waliongezeka pamoja na watu wa Tanganyika Law Society. Kwa kuwa yale mambo hayakuisha na wananchi wa mkoa wa Arusha walibaki wakiwa bado wanahitaji kupata huduma ya kisheria zaidi, Daktari Samia ametuma tena timu ya wanasheria inakuja Arusha kuanzia siku ya Ijumaa na itakaa kwa siku 10, na watakwenda kwa kila wilaya iliyoko ndani ya mkoa wa Arusha kuhakikisha hakuna mwananchi hata mmoja anayekosa haki yake tu kwa sababu hana hela ya kumlipa wakili. Gharama zote Daktari Samia ameamua kuzichukua. Nimeona niyaseme hayo ili tukiondoka kwenye mkutano kama huu, wale tunaoishi hapa Arusha tuwatangazie na wananchi wengine wajiandae ya kwamba kuanzia Ijumaa na watakuwepo kwa siku 10 na watakwenda kama ni Longido, kama ni Monduli, kama ni Ngorongoro, kupitia kwenye ofisi zetu za wakuu wa wilaya kuhakikisha kwamba wananchi wote wenye changamoto, hataki kusikia mtu analia eti kwa sababu amekosa hela ya kumlipa mwanasheria. Tuendelee kuwa wamoja kwa ajili ya kuhakikisha haya mema mengi mazuri anayoyaleta Daktari Samia katika mkoa wetu tunayatunza na kuyaenzi kwa kushikamana kwa wamoja. Tukiwa wamoja maana yake tutalinda amani yetu. Najua kuna watu wanalalamika, kuna baadhi ya miundombinu kuna changamoto. Hivi kama rais amekubali kutujengea ukumbi wa kimataifa mkubwa kuliko ukumbi bora kuliko nchi zote za Afrika, hivi barabara hataleta kweli? Sitakuwepo tu. Yaani kuna mambo anasema kwamba yanaenda bila kusema, goes without saying. Yaani yatakuja tu. Kama anatuletea uwanja wa mpira wa bilioni 286, kweli kuna haja ya kuandamana kwa ajili ya barabara kweli? Itakuja tu. Na ndio maana hii barabara kutoka Kilombero kwenda mpaka Kisongo pale kilomita 9.3 inajengwa njia 4. Hawa ndugu zangu kutoka Tengelu kwenda mpaka Usa kilomita 11.3 inajengwa njia 4. Tunaweka mpaka na flyover pale. Kutoka pale Tengelu kilomita 28 kwenda mpaka Merelani inajengwa njia za kutosha tu. Kwa una connect pale
unaingia Merelani unaingia Kia, unatamba zako. Na kilomita zaidi ya 53 kutoka huku Longido inakwenda mpaka Hai. Itafika kipindi watu hawana sababu ya kupita hapa katikati. Daktari Samia ameshatuma timu ya feasibility study, mpango unakamilika na penyewe wanataka kujenga kwa lami. Hivi kuna haja ya kugombana kwa sababu ya barabara tu? Mimi niwaombe katika hili eneo tuendeleeni kumwombea, kumtia moyo. Yako mambo yanayaleta bila kelele, na bahati nzuri sio mtu akupiga nini. Sisi ndio wababajaji, lakini kwake wala hana nini.